Tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani mwaka 2025, bado kama Watanzania tunapaswa kushikamana na kushirikiana katika kuzuia vitendo vya rushwa. Nafikiri moja ya maazimio hapo tumekubaliana kwamba nyumba zetu za ibada kutokana na utukufu wake hebu zisinajisiwe. Wakati mwingine watumishi wabaya ndio wameisababisha dunia kuwa katika laana. Maana mtu mwenye haki ameenda kwenye sheria akikusudia apate haki. Wanasheria, poreni sana. Mtu mwenye haki amekuja kwako ili umpatie haki yake, ipatikane haki yake wazi. Lakini pamoja na kupewa na haki unaiona na una akili timamu kabisa ya kwamba kweli huyu mtu ana haki, lakini kwa kupewa fedha tu inabadilisha maamuzi. Mwenye haki anakosa haki yake. Mungu anasema amewaweka ya kwamba muamue kwa haki. TAKUKURU mmepewa nafasi hii na Mungu, mumuwakilishe Mungu kwa haki. Na tunaposema laana maana yake ni mtu kuwa mbali na rehema ya Mungu. Kwa hiyo kuna wakati yanakuja mambo katika baada ya utawala au baada ya uchaguzi, tunajiuliza haya yanatokea wapi, kwa sababu yule tuliyomweka ana laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi unafikia wakati tunapitia maisha magumu kwa sababu tuko katika laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kilichotupelekea baada ya sisi kumweka mtu katika uongozi kwa mifumo ya rushwa. Haiko tu kwenye habari hii ya uchaguzi, hata makanisani kuna rushwa. Mioyo ya watu ni hawa watu, hata makanisani yapo mambo ambayo hayaendi vizuri kwa sababu ya mioyo ya watu kuwa katika namna hiyo. Nitoe tu wito kwamba swala la kuwajibishana na kuelimishana kwa habari ya madhara ya rushwa ni jambo la msingi, na liwe kila mmoja tuendelee kufanya kwa nafasi yetu. Tuwepo na makongamano kwenye viwanja vya wazi, waumini wa dini zote wakusanyike pale, elimu hizi zitolewe kwa viongozi wetu wa TAKUKURU, lakini na viongozi wetu wa juu wa dini. Hili litatusaidia sana kwenye kipindi hiki cha siku ambazo zimebaki, wananchi kupata na uelewa, lakini pia na kujiepusha na hiyo rushwa. Lakini pia tukiongeza kutia nguvu zaidi kongamano lile la pamoja, kuonyesha ushirika wetu wa viongozi wa kiimani wa Kristo pamoja na Waislamu. Tufanye kongamano moja kubwa, tutaita watu wetu,